The bright team over here, very good people that are willing to help Tanzania in reducing the number of patients in need of urgent surgery. Ilipotokea wazo hili la mission kuna uhusiano wa familia yangu pamoja na sehemu ya madaktari bingwa hawa kutoka Ujerumani. Watoto wengi wanaosumbuliwa na matatizo ya moyo, safari ya kutafuta matibabu mara nyingi imeonekana kuwa ndefu na yenye changamoto nyingi. Lakini leo imezidi kuonesha matumaini zaidi baada ya madaktari bingwa kutoka nchini Ujerumani kuja nchini na kuwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma za kimatibabu kwa watoto hao, tena bure kabisa, ikiwa wanajitolea kwenye sehemu ya mapumziko yao ambayo walipaswa kupumzika kikazi, hivyo wakaona waje Tanzania kwa ajili ya kulifanya hili. Jambo hili limewezeshwa zaidi na msanii wa Bongo Flava Ben Paul, ambaye amekuwa na uhusiano mzuri yeye pamoja na taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, ambapo mara nyingi Ben Paul amekuwa akifika pale na kuweza kutoa misaada mbalimbali kwa kipindi cha muda mrefu. Sasa Ben Paul amefanikisha ushirikiano wa wataalamu wa afya kutoka Ujerumani na hapa nchini kwa lengo la kufanya uchunguzi wa kina, kutoa ushauri wa kimatibabu pamoja na kuwahudumia wagonjwa wanaohitaji matibabu ya moyo, haswa wale watoto wadogo. Mimi naitwa Ben Paul, msanii wa muziki, rafiki wa taasisi ya moyo Dr. Jakaya Kikwete, na leo tuko hapa ni kama tuna launch Moyo Mission ambayo imeanzishwa na marafiki zetu kutoka Ujerumani, na mimi kama kiungo, kwa sababu ni mwanafamilia wa taasisi ya moyo Dr. Jakaya Kikwete, lakini pia ni mwanafamilia wa Moyo Mission, na furahi sana kuona jambo hili linaenda kutokea kwa jamii yangu, na niwashukuru waandishi wa habari kwa kuja, lakini pia vile nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, kwa sababu hapa leo katika viwanja vya taasisi ya moyo Dr. Jakaya Kikwete kuna zoezi la uchangiaji damu, lakini pia kuna upimaji wa magonjwa ya moyo na kuongeza uelewa kuhusu magonjwa ya moyo. Kwa hiyo tukaribie hapa, siku haijaisha. Na zaidi ya hayo tu pia nitoe wito kwa Watanzania wenzangu kwa ujumla kuwa na tabia ama desturi ya kuchangia damu, kwa sababu tuna uhitaji mkubwa na kuna sehemu kubwa ya wenzetu ambao wanahitaji kufanya upasuaji, wanahitaji damu. Kwa hiyo tuwe na desturi hiyo, tuweze kuisaidia benki ya damu ili iweze kuweza kufanya shughuli zake, na pia zinapotokea mission kama hizi pia tuwe na akiba ya kutosha. Ben Paul amewaambia vyombo vya habari ya kwamba ushirikiano wake yeye pamoja na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete umekuwa ni wa muda mrefu, hivyo umepelekea kuwa rahisi kuunganisha madaktari hao ambao wamekuwa na undugu na mama mtoto wake. Hivyo akaona ni jambo jema kabisa yeye kuweza kushiriki kwa ajili ya kutoa msaada kwa watoto ambao watakuwa na uhitaji wa matibabu ya magonjwa haya ya moyo. Kwanza kwa taasisi ya moyo Dr. Jakaya Kikwete, mimi nimeanza kushirikiana nayo kwa muda mrefu kidogo. Tuliwahi kufanya kampeni pale Clouds Media ya kuchangisha fedha live kwenye kipindi live, kuchangisha fedha kwa ajili ya kudhamini watoto ambao walikuwa wanatakiwa kufanyia upasuaji, na tulifanikiwa kwa kiasi fulani. Baadhi ya watoto wakafanikiwa, marafiki zetu wakajitokeza wakalipia baadhi ya operation. Kwa hiyo kutokea pale nikawa na ukaribu, nikafanya birthday zangu mara kadhaa hapa kwenye taasisi pamoja na watoto, na ilipotokea wazo hili la mission kuna uhusiano wa familia yangu pamoja na sehemu ya madaktari bingwa hawa kutoka Ujerumani. Kwa hiyo mwaka jana wakiwa kwenye mapumziko hapa likatokea hilo wazo, tukasema basi mimi kwa sababu nina familia yangu ya taasisi ya moyo Dr. Jakaya Kikwete, tunaweza kufanikisha hili kwa faida ya Watanzania, kwa faida ya jamii yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ndivyo ambavyo wazo lilivyotokea. Naye kaimu mkurugenzi wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, Dr. Naizojo Majani, ambaye pia ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kwa watoto wadogo, alipata nafasi ya kuzungumza na kuonesha namna ambavyo wao kama taasisi watanufaika na ushirikiano huu. Tunategemea takriban watoto 15 waweze kufanyia operation kwa wiki hiyo inayokuja, na watoto hao wametoka sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Na kampeni hii umuhimu wake mkubwa ni moja, kuweza kutoa huduma hii ya upasuaji wa moyo, lakini kikubwa sana kwenye kampeni hii ni kubadilishana ujuzi. Wenzetu wametoka German, kuna ujuzi ambao wanao, na timu yetu ya ndani itafanya nao operation. Kwa watakapoondoka, tunachotarajia ni kwamba timu yetu ya ndani itakuwa ni nzuri zaidi kuliko walivyotukuta. Kwa sisi kama wataalam tunafurahi sana kuwepo na wenzetu ambao wametoka nchi ambazo zimeendelea kufanya kazi na sisi. Lakini pia Dr. Daniel kutoka Moyo Mission ya Ujerumani, ambao wao ndio wamejitolea kufanya upasuaji huu, yeye pamoja na jopo la wataalamu
Ameeleza jinsi ambavyo atashirikiana na wataalamu kutokea hapa nchini kwa lengo la kuweza kuwasaidia watoto hawa wenye matatizo ya magonjwa ya moyo. Aim of our mission, we were asked a lot, is actually not to be here one time, operate 20 patients and go again. The aim of our mission is sustainability. And as a team with lots of doctors and non-doctors from Germany who are helping us, we want to come back twice yearly at least to help to get this waiting list to a normal number of maybe 50 patients, 100 patients, let's say, so that the JKCI team in the future will be able to handle all the Tanzanian patients on its own, because it's a bright team over here, very good people that are willing to help Tanzania in reducing the number of patients in need of urgent surgery. Naitwa Dr. Godwin Godfrey Sharau, kwa kitengo cha upasuaji moyo watoto hapa katika taasisi ya Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Ni mara yetu ya kwanza tunategemea kufanya kazi na timu ya Moyo Mission. Walifika hapa kwetu mwaka jana wakioletwa na mwanamuziki wetu maarufu, ndio waliwaleta actually kwenye taasisi akawa introduce kwetu, na kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye tunamfahamu na efforts zake nyingi sana katika kusaidia watoto wenye matatizo ya moyo. Kwa hiyo alipotuletea timu kama hii tulifurahi sana, na tunategemea kwamba kwa sababu ni mara yao ya kwanza kufika, kwanza inatakiwa waweze kuyazoea mazingira yetu, waone nini tunacho, nini hatuna, nini tutahitaji kutusaidia zaidi. Kwa hiyo tunategemea Jumatatu tuanze kwa upasuaji wa watoto 4 ile siku ya kwanza. Tumechagua kwanza kesi ambazo ni nyepesi kidogo ili waweze kusoma mazingira yetu na kuyajua, na sisi tuweze kujua system yao wanavyofanya kazi. Baada ya hapo tutakuwa sasa tunaongeza kidogo kidogo, na baada ya misheni hii Ijumaa tunategemea tutakaa nao chini, wao watueleze nini wamekiona katika mazingira yetu, nini wanafikiri tunatakiwa tuboreshe zaidi, na wakiwa wanajipanga kwenye mission inayofuata, ili vile vitu sasa ambavyo vina kasoro kwetu vinahitaji kuongezewa na nini waweze kuviongeza. Na sio hivyo tu, waliweza kutuambia kwamba pia wanajaribu kuangalia uwezekano wa wataalamu wetu pia kuwa wanaweza kwenda kule kwao kujifunza zaidi katika vyuo vyao, na pia wakwao wanafunzi wao pia kuweza kuja kwetu na kuangalia pia mazingira yetu, kwa sababu tunaweza tukajiona sisi kwamba kiuchumi labda tuko chini, lakini pia tuna vitu vingine vizuri ambavyo kwa wenzetu wao pia ni vichache. Kwa mfano, sisi tuna wagonjwa wengi ambao wanahitaji huduma. Wao wana wagonjwa wachache wanahitaji huduma, lakini pia wana uwezo mzuri wa kiuchumi wa kumhudumia kila mtu. Kwa hiyo popote wanapopata muda wa ziada, kwao inakuwa wanafurahi kuja kwetu na kuweza kuhudumia zaidi.